Hivi karibuni kulianza kuibuka wimbi la wahalifu wa utapeli ambao wamekuwa wakijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kuwarubuni wananchi, watumishi wa serikali na viongozi wa taasisi mbalimbali, wakiwadanganya kuwapatia ajira vijana wao, kuwapatia madaraka baadhi ya watu, pamoja na kuwarudisha kazini watumishi waliofukuzwa kazi kwa sababu mbalimbali, na kisha watu hao wanawatapeli na kuchukua fedha zao. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma, baada ya kupata taarifa na malalamiko toka kwa wananchi juu ya utapeli huo, ilianza ufuatiliaji mkali wa kuwabaini wanaojihusisha na matukio hayo, na ilipofika tarehe 5 mwezi wa 8 2026, huko katika nyumba ya kulala wageni, tapeli maarufu ambaye alikuwa anatafutwa kwa muda mrefu anaitwa Michael Jackson Hinju. Huyu ana miaka 58, kabila lake ni Mnyasa, mkazi wa kijiji cha Liuli, wilaya ya Nyasa, kwa kuwaraghai watu akijifanya ni afisa sheria tume ya maadili ya viongozi wa serikali. Vile vile kuna wakati alikuwa akijitambulisha kama kamishina wa jeshi la polisi toka makao makuu ya polisi Dodoma, huku akiwatapeli watu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Ruvuma, wakiwemo watumishi na wananchi na viongozi mbalimbali, kuwa atawasaidia kuwapatia nyadhifa mbalimbali za uteuzi serikalini kama vile udasi, ukuu wa wilaya na ukurugenzi, huku wengine akiwaragai kuwaingiza watoto wao katika ajira za jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania, idara ya usalama wa uhamiaji, idara ya usalama wa taifa. Miwa baada ya kukamatwa, alikutwa akiwa na nyaraka mbalimbali za vyeti vya elimu, alikutwa akiwa na CV mbalimbali za watu mbalimbali aliwatapeli kwa nyakati tofauti. Baada ya upelelezi, mtuhumiwa huyu amebaini kuwa alikuwa ni askari polisi, police constable namba D7510, na aliachishwa kazi, alifukuzwa kazi kwa fedhea mwaka 2000 akiwa huko Morogoro, na toka wakati huo amekuwa akiwatapeli watumishi wa jeshi la polisi, idara ya usalama wa taifa, idara za serikali, watu binafsi, na kwa sasa timu ya makachero wanaendelea na ufuatiliaji wa kubaini mtandao wote kuwa akishirikiana nao kufanya utapeli.